Piga makofi kwa rais wetu. Makofi, piga makofi kwa mama. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Ustadh Rajabu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Balozi Daktari Baltilda Buriani, Mheshimiwa Umi Mwalimu Odo, mbunge wa Tanga mjini, Mheshimiwa Amoni Mpanju, naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Agnesta Lambert Kaiser, mjumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria na mwakilishi wa mwenyekiti wa kamati hiyo na mwakilishi wa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uwepo wa viongozi wote na wananchi wote kwa kadiri ya utambulisho na itifaki iliyofanywa kabla yangu. Ndugu zangu Wanatanga, nimekuja hapa nikiwa nimebeba salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais amenituma mimi, waziri wake, mwenye dhamana ya katiba na sheria, mwenye dhamana ya haki, nije Tanga kuwapa salamu zake. Salamu ya kwanza, Mheshimiwa Rais anasema anawapenda sana Wanatanga. Na anasema hivi juzi alikuja kwenye ziara, Wanatanga mlimpokea vizuri sana. Mlionyesha mapenzi makubwa kwa rais wetu mpenda maendeleo. Na ndio maana amenituma mimi, waziri wake, kwamba nenda haraka sana Tanga kawasikilize. Kwa sababu baada ya ziara ile nimeambiwa Wanatanga wana kiu ya haki. Wanahitaji kupata uelewa wa sheria na kutatua migogoro yao ya kisheria. Mheshimiwa Rais amenituma kuja kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, ibara ya 119, ya 120 na 123 ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Imeongelea masuala ya utawala bora, imeongelea msaada wa kisheria kwa wale ambao hawajiwezi. Sasa ilani ile haikuandikwa ili tu kuwafurahisha watu. Imeandikwa ni ahadi ya Chama cha Mapinduzi kwa Watanzania na inatekelezwa. Na ndio maana hapa tumeambatana na mwenye ilani, Ustadh Rajabu. Huyu ndio mwenye ilani kwa mkoa huu wa Tanga. Sisi wengine wote tunatekeleza ilani hiyo kwa niaba yake. Kwa hiyo tumekuja, Mheshimiwa Rais ametuagiza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini Mheshimiwa Rais anasema anataka mkoa wa Tanga haki itawale. Kuwe na haki. Kila Mwanatanga popote alipo apate haki yake. Asidhulumiwe haki yake na yoyote ati kwa sababu ya unyonge wake. Kwa hiyo nimekuja mimi, waziri mwenye dhamana ya haki, kuja kuwasikiliza, kuja kuwatatulia changamoto zenu za haki. Kwa sababu Mheshimiwa Rais anaamini sehemu yoyote yenye haki na usawa, na sehemu yoyote yenye usawa ina amani, na kwenye amani kuna maendeleo. Mheshimiwa Rais anatamani wananchi wake waweze kupata maendeleo.
Kwa hiyo leo ni zamu yenu Wanatanga. Najua mmejitokeza kwa wingi na mtakuwepo hapa kwa siku 10 zijazo katika maeneo mbalimbali ya halmashauri zote, wilaya zote, kata zote na vijiji vyote. Ndugu zangu, nikija Tanga, hasa Tanga mjini, lazima nitambue uwepo wa mwalimu wangu wa siasa, Comrade Ummy Ali Mwalimu almaarufu Odo. Huyu kwangu mimi ni mwalimu wangu wa siasa. Niliingia bungeni kwenye uchaguzi mdogo. Profesa wa siasa Ummy alinipokea. Alinifundisha namna ya kuenenda mle bungeni. Nilipoteuliwa kuwa naibu waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Ummy alinikatisha kitako na akanifundisha jinsi ya kufanya kazi kama naibu waziri. Na aliniambia, kwa sababu yeye alishakuwa naibu waziri, akaniambia majukumu ya naibu waziri ni yapi. Hata siku nakwenda kujibu swali langu la kwanza mle bungeni, nilikaa na Ummy, akaniambia unakwenda kujibu vipi swali pale. Nikaja kuwa waziri kama yeye, Wizara ya Maliasili na Utalii. Nikaenda Wizara ya Katiba, nikaenda Wizara ya Michezo, nimerudi tena Wizara ya Katiba. Ummy amekuwa mwalimu kwangu. Na kikatokea jambo moja. Katika uchaguzi wa mwaka 2022, ndani ya chama kwenye kura za maoni, mimi kule Songea mjini namba yangu ndani ya chama ilikuwa 22, na hapa Tanga mjini namba ya Ummy ilikuwa 22. Kwa hiyo mimi na mwalimu wangu tukapata namba zinazofanana. Lakini nilipouliza, Ustazi Rajabu akaniambia namba 22 ni namba ya bahati. Na mimi na Ummy tukawa na bahati, tukavuka kwenye mchujo ule. Nilikuja tena hapa Tanga kwa mwaliko wa Odo kuja kufunga mashindano ya michezo. Tulifunga mashindano yale kwa mafanikio makubwa, na Ummy akaniambia umeona wachezaji wangapi wazuri hapa? Nikamwambia nimeona 3 na 2 nitawachukua, na kweli niliwachukua. Sasa hivi wanachezea Songea United, timu ya championship kule Songea. Sasa nayasema haya, sisi wanadamu tuna tabia ya kumsifia mtu akiwa ameshafariki. Mimi naomba nikusifie Ummy ukiwa uko hai, na mwenyewe usikie na Wanatanga wasikie kwamba huyu Ummy ni hazina kwa Wanatanga. Tushirikiane naye hasa katika mwaka huu wa 2025, tuweze kuvuka naye kwa salama, aweze kutuletea maendeleo, aendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais. Ummy oye! Odo oye! Dr. Samia oye! Sasa kwa hapa Tanga, amesema naibu katibu mkuu mwenye dhamana ya masuala ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na watoto, kwamba moja kati ya kadhia katika mkoa wa Tanga ni ukatili wa kijinsia, hasa kwa watoto. Tatizo hili la ukatili wa kijinsia linaanzia kwenye familia, halianzii serikalini. Kwa hiyo kila mmoja katika familia tuweke mikakati ya kupambana na tatizo hili. Na yule ambaye anafanya ukatili wa kijinsia tusimlee, tusimfuge, tusimuhifadhi, tumpeleke katika vyombo vya sheria akapate anachostahili. Tanga ni mkoa wa dini. Amesema Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa, Daktari Balozi Batilda Buriani. Dini zote ziko hapa Tanga.
tutumie vyombo vya dini, tutumie taasisi za dini katika kukemea na kupambana na ukatili wa kijinsia. Watumishi wa serikali, msivute miguu, msipate kigugumizi katika kupambana na kadhia hii. Maana na taarifa wengine mnaogopa kushughulikia matatizo haya. Usiogope, ndio dhamana uliopewa. Unalipwa mshahara kwa sababu hiyo. Tunaomba Wanatanga tuungane kutokomeza ukatili wa kijinsia, hasa kwa watoto na wanawake. Ndugu wananchi, leo mimi sikuja na maneno mengi sana. Nimekuja kuwapa salamu za Mheshimiwa Rais na nimeshawapa. Nimekuja kueleza kwa namna ninavyomfahamu Odo Umi Ali Mwalimu. Nimewaambia kama mimi leo nimesimama hapa ni waziri, daktari wa sheria, lakini mwalimu wangu ni Odo katika siasa. Ninaomba muunge mkono. Lakini Mheshimiwa Rais amenituma kuja kuwasikiliza, kuja kuwapa elimu ya kisheria na kuja pia kuwatatulia kero zenu za kisheria. Na zoezi hili Ustaz Rajabu, ili uone ilani inavyotekelezwa, tunaanza hapa nikiwa nimesimama. Tutawasikiliza watu 5. Wanawake 3, wanawake 2, wanaume 2 na kijana 1. Lakini kabla sijaanza zoezi hilo na kuwasikiliza wananchi 5 kwa niaba ya wote na kutatua kero zao nikiwa hapa kwenye podium, naomba kwa ruksa yako Ustaz Rajab, nitambua uwepo wa mzee wangu, kaka yangu, Mzee Bawaziri. Wakati mkuu wa mkoa anasema mimi ni mwanamichezo, alionifundisha michezo ni Mzee Bawaziri, mzee wa Coast. Na hata hapa nimepata message kutoka kwa Athumani Nyamlani, makamu mwenyekiti wa TFF. Anasema ameniona niko Tanga nimevaa t-shirt nyekundu. Je, ni Simba? Nikamwambia hapana, hii t-shirt nyekundu ni ya Coast Union. Kwa sababu Coast rangi yao ni nyekundu na nyeupe. Coast oye! Mzee Bawaziri oye! Kwa hiyo Mzee Bawaziri mwambie Athumani Nyamlani, hii t-shirt nyekundu ni ya Coastal Union. Tupo Tanga na uwanja wetu wa Mkwakwani umekaa vizuri sasa. CCM oye! Dr. Samia oye! Haya, niko tayari sasa kuwasikiliza watu 5, wanawake 2, wanaume 2 na kijana 1. Esther Msambazi, wewe sasa ndio utakuwa unachagua watu, unawaleta hapa, wanapewa maiki, tunawasikiliza. Haya, Esther Msambazi. Hapa toa unaangalia hivi. Mheshimiwa Waziri, tunao wananchi 6. Wa kwanza ni Sofia Ramadhani, ana swala lake la mirathi, naomba usogee. Lakini wa pili ni Mohamed Makata Omari, ana issue ya ardhi. Wa 3 ni Halima Mvula Komba, yeye ana swala la madai. Lakini wa 4 ni Ana Leonard Mtuveta, ana swala la ardhi. Wa 5 ni Beda Paulo Makas, ana issue ya ardhi. Na wa mwisho ni Miraji Selemani Mwanafunyo, yeye ana swala la ardhi. Mheshimiwa Waziri, naomba tuanze na Sofia Ramadhani Msikiti ambaye ana swala la mirathi. Dada Sofia, karibu, upewe maiki tukusikie.
Kwa jina naitwa Sofia Ramadhani Msikiti, ni mkazi wa Donge wa hapa Tanga. Mimi nina madai ya mirathi. Nilifiwa na mume wangu miaka 5 sasa imeshapita. Tukafungua mirathi na mume wangu alipofariki tulikuwa tuko wake wawili. Mimi nikiwa mke mdogo na mwingine mke mkubwa. Baada ya hapo kufariki mume wangu kafungua mirathi. Kwa hiyo mume wangu alituacha wake wawili na watoto 6. Aliacha nyumba 2, magari, pikipiki na pesa zake taslimu ambazo zilikuwa benki. Kwa hiyo baada ya mirathi kufunguliwa, shemeji yangu ambaye alikuwa anasimamia mirathi, wakaniletea karatasi ya ile ugawanyo wa mirathi. Katika ile ugawanyo wa mirathi mimi sikuipendelea. Nikabidi nifungue kesi mahakamani. Nilifungua kesi mahakamani. Tukaitwa, baada ya kuitwa wakaambiwa kwamba watu wa ardhi wa kurasimisha. Kwa hiyo mpaka sasa ni kama ni miezi 6. Lakini katika ugawanyo wa mali shemeji zangu wanahitaji kwamba mimi nyumba ya mimi ambaye mimi sikuzaa na yule mume, nyumba yangu mimi kwamba iuzwe. Na ambapo tulipokutana na yule mume mimi sikukumta kitu chochote. Tumeshindana na miaka 20. Kwa hiyo kama ni uchumi wa vitu tulifanya vitu tukiwa pamoja. Alimjengea mke yule mkubwa akanigana na mimi kwangu. Kwa hiyo vitu vyote vile vya marehemu walivichukua kampani mke mkubwa, mimi kwa sikio chochote. Na hapa shemeji yangu anahitaji hati yangu ya nyumba ambayo nilikuwa naishi mimi na mume wangu kwamba ile nyumba iuzwe. Na ikiuzwa anasema kwamba mimi niishi pale pale ndani lakini atakanunua ni mdogo wake wa marehemu. Ila mimi swala mimi nilikataa. Wakanipeleka BAKWATA nikajieleza, mimi nikamwambia mimi mahakama BAKWATA mimi sitaweza kuamulia kesi yangu hapa. Kikubwa naomba kutane mahakama ya serikali. Kesi iko mahakama gani kwa sasa? Ya Mwang'ombe. Mwang'ombe. Ndio. Esther, naomba mwanasheria. Tupe mwanasheria mahiri ili amsimamie dada Sofia Ramadhani Msikiti kesi yake. Aya, mwanasheria yupi? Nataka nimuone hapa. Esther, mwanasheria yuko wapi? Mwanasheria namtaka aje hapa. Esther, kuna mwanasheria? Mbona unajivuta sana? Sasa Sofia. Ndio. Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio. Kipenzi chetu. Ndio. Mama yetu. Ndio. Mwenye kujali wanyonge. Ndio. Amekutafutia mwanasheria. Asante. Ambaye atasimamia kesi yako. Nashukuru. Na mimi nitakuwa napata taarifa kila wiki toka kwa mwanasheria. Asante. Na taarifa hiyo nitakuwa nampelekea rais na mimi kila wiki. Asante. Mheshimiwa Rais anataka upate haki yako. Amina, amina. Usizulumiwe. Asante. Kilicho haki ukipate. Asante. Usinyanyasike kwa sababu wewe ati ni mjane. Asante. Kwa hiyo mshukuru sana Mheshimiwa Rais. Amina. Nafikiria shala zangu namshukuru sana rais wetu. Gharama zote za mwanasheria analipia Mheshimiwa Rais. Asante, Mungu ambariki. Haya, mwanasheria, tunakukabidhi dada Sofia. Unatoka hapa, mnakwenda kwenye banda pale, unaanza kazi sasa hivi. Dr. Samia oye! Haya, asante. Mwingine? Mwanasheria. Haya, anayefuata Mohamed Makata. Assalamu alaikum. Mheshimiwa, mimi nilikuwa na matatizo ya ardhi. Jina langu ni Mohamed Makata Umari, mkazi wa Mwahako, mzaliwa wa kijiji cha Mwarongo, kata ya Tongoni.
Matatizo ya ardhi yalianza kijijini Mwarongo, ndio iliko hiyo ardhi. Tuligawana shamba la mzee wetu na ndugu zangu. Ndugu yangu mmoja akauza kipande chake, chetu sisi na wenzangu kikabaki. Yule mnunuzi akaanza mgogoro, akafutia pote pale, akasema amenunua. Tukafanya kesi, tukamwita aliomuuzia pamoja na serikali ya kijiji, ikasema hapana, wewe tulipokuuzia ni hapa na pale. Kwa hiyo pale ikawa nimemshinda. Hakuridhika, akanipeleka kata Tongoni. Kata kule nikamshinda. Nilipomshinda kata, baada ya Magufuli kufa, akanileta ardhi. Kunileta ardhi akanishinda. Aliponishinda nikakata rufaa kwa jaji. Jaji kule akanirudishia ushindi wangu na akarudisha ardhi ili nikaziwe hukumu. Sasa hivi nina mwaka na haijakazwa hukumu na bla bla bla. Huyo ndugu yako aliyouza hilo eneo hapa yupo? Hapa hayupo. Alionunua hapa yupo? Alionunua toka aliponishtaki simuoni, na muona wakili wake tu aitwa Mama Mary. Yes, simuoni kabisa hata mahakamani haji. Huyo wakili Mama Mary? Hakimu Mama Mary sijui kama hapa wakili yupo. Mama Mary. Aitwa Mary. Mary. Ndugu zangu wa TLS, huyu si mwanachama wetu? Mary si ubini wake sijui, nimemzoea kuita Mary. Labda kesi bado iko mahakamani, imeisha? Kesi ndio imeletwa pale baada ya jaji kunipa ushindi, akaileta pale ili nikazie hukumu. Sasa pale anaitwa wakili Mary Nemesis Swai. Ndio wewe? Sio mimi, huyu ni mume wangu. Mary Nemesis Swai. Ndio wakili. Akina mama oye! Hao ndio akina mama wanajua kudai haki zao. Huwezi kumuona mzee yuko hapa anapata shida, wewe upo umetulia. Haiwezekani. Piga makofi kwake. Sasa Mariam, nataka leo baada ya kumaliza hapa, wakili Mary Nemesis Swai, wewe CEO wa TLS pamoja na mimi na pande zote mbili tukae tujue tatizo liko wapi. Kama ni kukazia hukumu ya mahakama, kwa nini unachelewesha? Kwa sababu kama ni hukumu ya mahakama, tukishakaa tunakwenda polisi, tunamwomba OCD atupe polisi akakabidhi eneo la watu. Kwa hiyo naomba huyo mwanachama wako tukutane naye leo jioni na pande zote. Tunataka haki itendeke. Hii ndio kazi ambayo Samia ametutuma tuifanye. Tumekuja Tanga kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Samia. Na tunataka kero hizi ziishe. Kwa hiyo hili jambo leo tutakaa na pande zote. Na mimi nimekuja kwa ajili hiyo. Dr. Samia oye! CCM oye! Utekelezaji wa ilani oye! Msaada wa kisheria oye! Haya. Halima Mvula Komba. Huyu tena atakuwa dadangu kutoka Songea. Asante sana baba, nashukuru. Mimi ni askari ambaye nilifanya mafunzo kwa mkuu wa mkoa wa Tanga. Lakini kwa bahati mbaya nilitumika kwenye kazi ndani ya miaka 17, ikanifika ajali ya kudondoka gorofani. Kazi hiyo nilifanya kwa kiwango cha miaka mingi sana. Nasikitika nikipata majibu kutoka kwa mkuu wa mkoa na benchi la malalamishi kwamba tajiri wangu amenikataa kunilipa madai yangu. Kinachonisikitisha ni kwamba meneja aliyotupiga picha kutupeleka kwenye mfuko wa hifadhi ya taifa ni yeye Hemedi. Pili, ni yeye mkurugenzi wa kampuni hiyo kwa sasa. Kinachonisikitisha, anajua kwamba nimeumia sana. Pili,
anajua kwamba mimi nilikuwa ni mtumishi wake. Tatizo limenifika, ni bahati mbaya. Kwa nini ananikana? Nina familia, sina mume. Inanisikitisha sana kwa kweli. Naomba nisaidiwe na mfuko wangu wa hifadhi. Miaka ni mingi, hata hiyo hela ya maumivu mazito asiponilipa, anipe tu hifadhi yangu ya mfuko wa taifa. Nateseka, wanangu wamefaulu, naomba ili wasome. Niko na maisha magumu sana jamani. Asanteni jamii na Watanzania wenzangu, hongereni kwa matumishi. Pole sana dada yangu, nitaomba nikuulize maswali machache. Mwajiri wako alikuwa anaitwa nani? Hemedi Faki Aulola, H4H. Hemedi Faki Aurora. Hajapeleka amekuweka kwenye mfuko lakini hadai, hapeleki hela japo alikuwa ananikata kazini. Watu wa NSSF wako hapa? Mfuko wa hifadhi ya jamii wapo? Mheshimiwa Rasi, watu wa hifadhi wa mfuko wa jamii wapo? Wako wapi? Tunaomba mtu wa hifadhi ya mfuko wa jamii apigiwe simu aje, tunamsubiri hapa. Hata kama bodaboda apande, apigiwe simu, tunamsubiri hapa. Zege ailali. Haya dadangu, tuwasubiri watu wa hifadhi ya mfuko wa jamii watueleze. Haya baba, asante. Nashukuru sana kwa sababu mwajiri hapa yupo hayupo? Mwajiri wangu ni yule alionipiga picha na kunikatia hifadhi ya mfuko. Alikuwa anatumika naye kwa umakini sana. Nimeifanya kazi ni nzito, lakini nilikuwa najitahidi sana. Haya, tuwasubiri watu wa mfuko wa hifadhi wa jamii watuambie fedha yako iko wapi. Wanapaswa kukulipa afu wao ndo wakadaiane na mwajiri wako. Ndivyo utaratibu na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais, hili tuomba ulisimamie rasmi. Wewe ndo mtawala wa mkoa. Kwa hili tuomba ulisimamie rasmi, na tunawasubiri hapa. Waambie mimi kama waziri na wasubiri watu wa mfuko wa jamii waje waniambie. Na asipofika hapa tutapiga simu sasa hivi kunakohusika. Kwanza alipaswa kuwa hapa. Mkuu wa mkoa yuko hapa. Mwenyekiti wa chama yuko hapa. Waziri yuko hapa. Yeye yuko wapi? Kwa hiyo aje haraka sana. Wakati tunamsubiri mtu wa NSSF, Ana Leonard Mtuveta. Mimi naitwa Ana Leonard Mtuveta, ni mjane. Nina shamba langu ambalo mume alipofariki hata siku 40 hazijaisha akapewa mkubwa ambaye ni mbunge wetu wa hapa Tanga. Sasa tukafanya ile kesi, nimeambiwa niende mahakamani, lakini sasa uwezo sina wa kuingia mahakamani. Kwa hiyo nilivyosikia leo kuna mambo ya sheria, nikaona nije hapa na mimi nisikilize, nielezwe nitakapoelekea. Dada Ana, mume wako alifariki lini? 2018. 2018. Shamba liko wapi? Shamba liko Magunduro. Magunduro. Lina ukubwa gani? Eka 40. Eka 40. Hayo unasema amepewa mtu mkubwa? Kila ninayemwambia nisaidie wanaona huyu ni mkubwa hatumwezi. Kwa hiyo mimi nikasema Mungu yupo. Kwa vile ni haki yangu, Mungu atanipigania iko siku. Huyo mkubwa ni nani? Ni mbunge wetu Umi Mwalimu. Umi Mwalimu.
Haya, wewe umejuaje kama shamba amepewa Umi Mwalimu? Tulienda kule ofisi ya kata kule. Ndiyo. Wale watendaji wa kata wakatugombesha, wakatuambia mmeona shamba tumempa mtu mkubwa, kwa hiyo ndio maana mnajitokeza, ili shamba sio la kwenu. Tukamwambia haya, tukaenda tukapumzika kidogo, baadaye tukarudi tena, tukaenda kwenye ofisi ya kata, ndio masuluhisho yakafanywa, tukaambiwa tuende ofisi ya ya wilaya polisi. Kwenye masuluhisho hayo Mheshimiwa Umi Mwalimu alikuwepo? Haja kuwepo, alituma mwakilishi, lakini alikuwepo mtoto wangu. Mimi ndiye mwenye shamba, lakini alikuwa yule mtoto ambaye ni mrithi wa shamba. Watu nzuri, Mheshimiwa Umi Mwalimu yuko hapa. Yupo, nimemuona. Basi naomba nimpe maiki. Mpe tu. Kila anapotafutwa tuonane. Tanga oye! Mheshimiwa Waziri, mwenyekiti wa sisi na atafuta watu wa Kibafuta. Si Kibafuta. Mimi nimeomba shamba mwaka 2016. Tena sio mimi, ni taasisi ya Tanga Women Development Initiative ikataka kufanya mradi wa kuwawezesha wanawake kupitia UNDP. Kwa hiyo shamba lile limepewa na serikali ya kijiji kwa kuandikishiana, na serikali ya kijiji ikasema masharti wapewe madawati, wajengewe zahanati, wakajengewa. Kwa hiyo sikufuatilia kwa kweli, niliposikia kuna mgogoro nikaacha, serikali ya kijiji ndiyo imalizane naye. Lakini bwawa la kufuga samaki lipo na zahanati kama serikali ya kijiji ilivyotaka imejengwa Kibafuta. Kwa hiyo ilikuwa ni serikali ya kijiji. Kwa hiyo mgogoro ni yeye na serikali ya kijiji, na mimi ndio maana nikakaa pembeni wamalizane kwanza. Anakwepa tu, lakini jukumu lote alilichukua yeye. Sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti Ustaz Rajabu na MCC, mwenyekiti wa kijiji hicho anatokana na Chama cha Mapinduzi. Nikuombe endapo utaridhia, kesho asubuhi saa 4 muite huyo mwenyekiti ofisini kwako. Mimi nitakuja hapo ofisini kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama changu. Tutakusikiliza dada Ana, tutasikiliza serikali ya kijiji, na nitamwomba Mheshimiwa Umi naye tutakuwa naye ili tujue kimetokea nini, na kama kuna haki yako uweze kuipata. Kama serikali ya kijiji imeviliga imechukua eneo la watu kuwapa watu wengine, watafute eneo jingine. CCM oye! Dr. Samia oye! Kesho asubuhi saa 4 kijiji kinaitwa Kibafuta. Mwenyekiti wa kijiji cha Kibafuta na serikali yako yote, kesho saa 4 asubuhi ofisini kwa mwenyekiti wa CCM mkoa. Tutakwenda pale tukaliongea hili jambo na tutawajulisha wanatanga limefikiaje. Tutampelekea taarifa aliyotutuma Dr. Samia alipoje. CCM oye! Dr. Samia oye! Miraji Selemani. Kwa jina naitwa Miraji Suleiman Mwanafunyo. Esther ni mfanyabiashara na mkulima. Mheshimiwa Waziri, nimeleta malalamiko yangu mbele yako, mimi nikiwa kama msimamizi wa mirathi namba 5 ya mwaka 1998. Mheshimiwa Waziri, mirathi yetu ilifunguliwa baada ya mzee kufariki mwaka 1986. Tulikaa kikao cha familia na kumteua msimamizi wa mirathi. Baada ya kumteua msimamizi wa mirathi, kabla hajamaliza majukumu yake ambayo ni kugawa hiyo mali za marehemu, kulipa madeni na hatimaye kufunga mirathi, msimamizi wa mirathi kwa bahati mbaya alifikwa na umauti kabla ya kutimiza majukumu yake. Mwaka 1997 ndio tukakaa tena kikao cha familia na kumteua msimamizi wa mirathi namba 2 ambaye ni ndugu Shabani Selemani Mwanafunyo.
Kwa bahati mbaya, Shabani Suleiman Mwanafunyo hakufanikiwa wala kugawa mali wala kufunga mirathi, na mali zilizopo zilikuwa zinatumika holela pasipo kuwajali warithi halali wa mzee Suleiman Mwanafunyo. Mwaka 2023 ndio tulikaa tena kikao cha familia, wakaniteua mimi kama msimamizi wa mirathi, ambayo ni mirathi namba 5 ya mwaka 1998. Sasa kitu cha ajabu, wale watoto wa Shabani Suleiman Mwanafunyo wanashirikiana na ofisi ya RC pamoja na RCO, wananiweka chini ya ulinzi mara kwa mara ili mimi nishindwe kutekeleza majukumu yangu niliyopewa na mahakama ya mwanzo ya kuhakikisha hii mirathi ninaifunga. Mara kwa mara walikuwa wakinipigia simu na kunipa vitisho. Sasa nikaona ni wakati umefika, kwa sababu hii tume ya rais iko hapa niweze kuja kutoa malalamiko yangu na niweze kusikilizwa. Mwisho nikahitaji kujua walienda kunishtaki pale kwa RCO na RCO. Kwa RC, lakini sijafanikiwa kuwajua ni akina nani. Lakini cha mwisho tu wakaniambia, bwana, kuna mkwe wako anaitwa Kelvin Liwa pamoja na watoto wa marehemu. Kimsingi wao sio wasimamizi wa mirathi ya Shabani Suleiman Mwanafunyo. Kwa hiyo hawana locus to stand and sue me. Sasa kwa hiyo mimi naomba tu tume yako hii iweze kunisaidia na hili jambo, maana ni zaidi ya miaka 40 sasa. Mimi nataka kufunga hii mirathi sasa. Sababu wapo watu ambao walikuwa wanadai haki yao wameshakufa na hawajapata haki zao. Watoto wao hata shule hawajapelekwa. Ile hali kulikuwa kuna haki zao za msingi za kurithi kutoka kwa baba yao mzee Suleiman Mwanafunyo. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi nimeleta kwako RCO asitumike vibaya na pamoja na RPC kuingilia mambo ya mirathi ambayo yataendelea kwa mahakamani. Wao wakae na kutekeleza majukumu yao waliopewa na serikali, lakini si kuingilia haki za watu. Nataka kuteketeza haki za watu na wasipate haki zao. Kwa hiyo mimi naomba mheshimiwa, ili jambo lichukue na ulibebe. Mirathi hiyo ina warithi wangapi? Ina warithi 16. Warithi 16. Wote wako hai? Wapo wengine washatangulia mbele ya haki, wengine wakati wanadai haki zao kwa bahati mbaya walikufa. Hao warithi 16 ni akina nani? Kuna mrithi wa kwanza anaitwa Yusuf Suleiman Mwanafunyo, Shabani Suleiman Mwanafunyo, Ramadhani Suleiman Mwanafunyo, Miraji Suleiman Mwanafunyo, Hamadi Suleiman Mwanafunyo. Miraji ndio wewe? Ndio mimi hapa. Ramadhani Suleiman Mwanafunyo, Haji Suleiman Mwanafunyo ambaye ni marehemu, Jumaa Suleiman Mwanafunyo ambaye ni marehemu, Najima Suleiman Mwanafunyo ambaye ni marehemu, Zania Suleiman Mwanafunyo ambaye ni marehemu. Sasa wewe ulichaguliwa mwaka 97. Mwaka 2023. 2023. Toka umechaguliwa umeshafanya nini? Mimi nilichokifanya ni kufuatilia mali za marehemu. Baada ya kufuatilia sasa ndio napata hivyo vitisho sasa. Na yuko ndani. Ukishafuatilia natakiwa upeleke inventory mahakamani. Ulishapeleka? Sasa wakati natafuta hizo mali sasa, wale waliokuwa wamezishikilia kwa sababu wameshafariki, mimi ninahitaji sasa kupata zile nyaraka muhimu ili niweze kufanya kazi yangu. Mali kama zipi? Zipo mali, kuna kampuni ya ujenzi, kuna kiwanda cha useremala, na kiwanda cha useremala ambao kiko huko Lushoto, na majumba. Kwa sababu mahakamani utakiwa kupeleka hati yoyote. Unatakiwa kupeleka orodha ya mali. Mimi ninachotaka sasa ni kugawa. Ndio maana nataka nipate zile nyaraka ili niweze kugawa. Unaweza ukasema hii mali ni ya kwako. Twende taratibu kwanza. Sijafika kwenye kugawa. Naongelea kupeleka orodha ya mali mahakamani. Orodha nishapeleka. Umeshapeleka. Ndio hiyo inventory. Inakuja kugawa sasa. Gawa sasa ndio. Umeshagawa? Ndio sasa napata ugumu kwa sababu hizo mali ninazotaka kuzigawa, nyaraka zile halisi za umiliki ziko kwa msimamizi wa mali ambaye ni marehemu. Sasa kama mali umeshaziorodhesha, zipo, mnakaa kikao cha ndugu, mnafanya mgao, mnakuwa na minutes, unapeleka mahakamani. Sasa nyaraka atafuatilia yule ambaye amegawiwa mali hiyo. Si umenielewa? Sasa kama imeshabadilishwa jina utajua jina ushaingia. Kama una hakika by the time marehemu anafariki ilikuwa mali ya marehemu, kubadilisha jina sio tatizo. Wewe gawa, timiza wajibu wako, peleka mahakamani. Mrithi aliyopewa mali ile sasa ana jukumu la kwanza kufuatilia nyaraka husika. Sasa huyu RCO yeye ana mamlaka gani ya kuja kuingilia mirathi za watu? Sasa hilo tamkabidhi mkuu wa mkoa. Sio la hapa. Nimelisikia, tamkabidhi mkuu wa mkoa. Maana kwa sababu sasa mtu anaenda kupeleka malalamiko, sio mrithi wa mzee Selemani,
Wewe kama mrithi, kama msimamizi, concentrate kwenye kazi yako. Concentrate kwenye kazi yako. Umeshapeleka inventory mahakamani, maana yake orodha ya mali zote mahakama inayo. Jukumu lako la mwisho ni kugawa. Ukishagawa ndio unapeleka final account. Sasa kwa sababu ni kazi ya kitaalamu kidogo, tunaomba tukupe mwanasheria akusaidie. Shukrani. Esther, tutafutie mwanasheria ambaye atasaidia kufanya final account. Nani? Haya, kuna mwanasheria msomi hapa. Haya, sasa huyu dada ni mwanasheria msomi. Atakusaidia kufanya hiyo final account. Si tumeelewana? Haya. Kila kitu ameshalipwa na Samia huyu. Kwa hiyo akusaidie tu. Dr. Samia oye! Hili nimeliongea sana, nitaka wananchi wote wa Tanga tusikie. Unapokuwa msimamizi wa mirathi, unakuwa na majukumu yafuatayo. Moja ni kukusanya mali ya marehemu. Pili, kukusanya madeni. Tatu, kufanya mgao. Wewe huwezi kuwa msimamizi wa mirathi unasema mimi ndio msimamizi miaka 20, mimi ndio msimamizi. Hakuna usimamizi wa mirathi wa hivyo. Unachokifanya, unagawa mali kwa warithi, unapeleka taarifa ya mwisho ya mahesabu mahakamani. Sasa hiyo ya mwisho haijafanyika, ndio maana tumempa mtaalamu wa sheria aweze kumsaidia. Tunarudi kwenye swala la NSSF la dada yangu Halima. Halima upo? Halima Mvula Komba. Haya, mtaalamu wa NSSF amefika. Mtaalamu wa NSSF uko wapi? Niko naye kwa sasa, niko naye naongea naye na nihoji. Nataka aje atujibu hapa. Ashike mic hapa. Hakuna kuongea chemba, nataka aongee hapa. Eti jamani, aongee kwa siri, aongee hapa. Asanteni. Aongee hapa Haya. Nashukuru sana, nimemuona huyu baba ananihoji maswali na mimi nipo namuelezea. Sasa Halima, baba. Hebu sikiliza. Mtaalamu naitwa nani? Naitwa Nuru Ramadhani Mbaga. Nuru Ramadhani Mbaga. Ndio mheshimiwa. Sasa huyu dada Halima alikuwa ni mwajiriwa. Naam. Akiwa anafanya kazi alipata ajali akadondoka. Naam. Mpaka leo hajalipwa mafao yake. Amekuja kwenu, unamwambia mwajiri akuleta fedha. Sasa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba endapo mwajiri akuleta fedha, mwajiri ambaye ameandikishwa kwako akuleta michango ya mfanyakazi wake, wewe una wajibu wa kwanza kumlipa mfanyakazi. Pili, ndio unakwenda kupambana na mwajiri, kumshtaki akulipe fedha yako pamoja na riba na faini. Sasa nakukabidhi dada Halima. Pokea kesi yake. Utakuwa una ripoti kwa Mheshimiwa Rasi. Rasi si unamjua? Nafahamu vizuri dada. Utakuwa na ripoti kwa Mheshimiwa Rasi, yuko pale. Na Mheshimiwa Rasi atakuwa ananipa taarifa mimi moja kwa moja. Nashukuru mheshimiwa. Na mimi nitakuwa napeleka taarifa kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nashukuru mheshimiwa. Ili kadhia ya Halima iweze kuisha kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Dr. Samia oye! Haya. Bwana Mbaga, sasa unaruhusiwa kwenda na Halima, chukua maelekezo yake, tatua tatizo lake. Tulikubaliana zege Hilali hapa, sio jamani? Elisha John yule mchezaji? Ndio. Wewe ndio yule mchezaji? Aswa. Haya bwana. Siku hizi ufungi kile kilemba hivi? Siku hizi nimestaafu. Huyo alikuwa akicheza mpira anafunga usongo kichwani. Asante mheshimiwa.
Mimi naitwa Elisha John. Eneo la mgodi wa kupasua mawe huko sehemu ya Kicheba. Miaka mitatu iliyopita tulifanya mazungumzo na jamaa wa kampuni moja inaitwa Tanga Granite and Sand Solution ili kufanya kazi, wakisema kuwa wao watawekeza pale kwenye mgodi. Tukakubaliana. Mara tu baada ya makubaliano ni kuwa ilikuwa wawekeze pale, lakini muda ukaenda, hawakuwekeza kitu chochote. Ikabidi tuingie kwenye mgogoro kwa sababu walikuwa wamehodhi leseni ya huo mgodi. Mimi nikaenda TAKUKURU, nikalizungumza swala. TAKUKURU kwa busara zao wakatushauri tukubaliane nje mpaka wakarejesha leseni yetu. So far baada ya kupata leseni yangu tukakubaliana, tumevunja makubaliano kwa maandishi kabisa. Baadaye nikapata wawekezaji wengine ambao ni kampuni inayojenga daraja la Mto Pangani, inaitwa Shadong. Tukakubaliana, tukaendelea na kazi kama kawaida. Baada ya muda wale mabwana wakarudi tena pale, wakasema bwana wewe una mkataba na sisi, kwa hiyo tunakupeleka mahakamani. Basi kesi iko Mahakama Kuu, lakini muendelezo wake ni karibu mwaka wa pili. Tunaenda na sisi tunakaa vijijini kila siku kuja Tanga, kurudi Muheza. Kwa hiyo imeendelea hivyo mpaka juzi tena tukaenda, tukaambiwa bwana nyie wazee kesi yenu mpaka mwezi wa 5. Mimi ombi langu mheshimiwa, hili swala liko wazi. Na madai yao si madai ambayo hayawezi kutazamika. Wao madai yao wanadai pia kuna dai lingine kwa ile kampuni imekanyaga michungwa 200, miembe 38 na mitiki 70. Kwa hiyo tuwalipe milioni 400. So far mimi nikaona hapana. Kama kitu chenyewe ni cha haki, kwa nini kisitendewe kama ilivyo? Na lile eneo la kudai kwa kuna hiyo mitiki, miembe, mzee Ndumbaro nakwambia hakuna. Wao ni swala tu la kutubabaisha, mara hivi, mara hivi. Yaani kama tunasema ni michosho, tuchoke ili iwe basi. Kwa hiyo mimi ninachoomba, kesi ile kama ni kuzungumza izungumze ishe. Na wao waliambiwa walete mashahidi, hawakuleta shahidi. Wakasema bwana sisi jaji hatuna imani naye. Kwa hiyo kesi ikaambiwa ihamishwe kwa jaji mwingine. Mpaka sasa hivi huyo jaji sisi hatumjui. Juzi tumeenda tukapigwa tarehe mpaka tarehe 15 mwezi sijui wa 5 huko. Kwa hiyo ni hivyo karibu miaka nenda rudi. Na sisi ni wazee wenyewe tunajikimu kidogo kidogo kule. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie ili swala liishe baba. Asante. Kwa hiyo unatoka Muheza unakuja kwenye kesi Mahakama Kuu hapo Tanga. Na kule Muheza mbunge wako ni mheshimiwa Mwana FA? Ndio haswa. Alikuwa naibu wangu yule. Sawa, ni kijana mzuri sana. Kwa hiyo nikuombe umuunge mkono. Hakuna neno baba kwa hilo. Kule mahakamani una wakili? Wakili yupo. Una wakili? Yupo. Wakili wako anaitwa nani? Mr. Kajembe. Kajembe. Ndio. Upande wa pili wana wakili? Ndio huyo anayetutetea wote. Wale washtaki wana wakili wao. Anaitwa nani? Anaitwa Lina nafikiri. Somebody Linda au Lina. Kitu kama hicho. Sasa kwa kuwa swala liko mahakamani, ndio. Kuna njia ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Ndio. Inaitwa utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Ambapo pande zote ndio zinakutana, ndio zinafanya mjadala, ndio na zinakubaliana. Ndio. Nikuombe samahani lakini hiyo mediation tuliombwa mara 3 na mahakama.
Lakini wale achana na ile ya mabwana mahakama, iko ya nje ya mahakama. Ile naifahamu. Ndio. Sasa naomba nikukabidhi Mariam, CEO wa Tanganyika Law Society. Wewe Tanga ni nyumbani. Sasa Mariam, waite pande zote, mawakili na pande zao zote. Tukutane nao kesho saa 8 mchana. Nikiwemo na mimi. Tufanye ADR. Ili tuone kama tunaweza kukubaliana, afu ndipo tuende mahakamani kwa kauli ipi. Kwa sababu jambo likiwa mahakamani tunaheshimu muhimili wa mahakama. Lakini tutafanya ADR kesho saa 8 mchana, na muomba huyu kwa sababu yeye ndio mtendaji mkuu wa chama cha mawakili wa Tanzania bara. Akutanisha hao mawakili wote, na ikiwemo na mimi, akiwemo na mkuu wa mkoa. Na nitamuomba ili saa 8 tufanyie ofisini kwa mkuu wa mkoa, ili serikali nayo iweze kuhusika. Dr. Samia oye. Oye. Elisha, wewe ulituburudisha sana kwenye mpira enzi zile. Sawa. Kuna mwenzako anasema yuko huku, nani? Dondo wali. Dondo wali. Alikuwa machachari sana na yeye. Basi na sisi tutakupa haki yako kwa sababu na wewe walitendea haki wa Tanzania. Asante baba, asante. Nashukuru. Haya, wale watu walioletwa hapa tumemaliza. Usiwafukuze. Usiwafukuze. Hao wamezamia, lakini ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na mwenyekiti yuko hapa. Hao wamezamia, lakini wanampenda Dr. Samia. Na mimi Samia amenituma kuwasikiliza. Haya, tawasikiliza nyinyi, baada ya hapo ndio nitakuwa nakamilisha hotuba yangu. Yaani hii ni sehemu ya hotuba. Mimi ni Mwanaisha Kapela. Sisi tulikuwa na nyumba yetu ya familia barabara 12, tukaingiliwa na ndugu Salim Suleiman Hamdu, akadai ile nyumba amenunua. Badala kusema ile nyumba anununua, alinunua kiwanja namba 1 block 208. Sisi nyumba ya baba yetu tulozaliwa ilikuwa namba 4 block 208. Tukamwambia sisi hatujauza nyumba yetu, dokumenti zetu hizi hapa. Lakini yule alitumia ubabe wake wa kipesa, akafanya dokumenti zake za kimagumashi, akaenda mahakamani, akadanganya mahakama, akapewa haki. Sisi kila tukenda mahakamani hatupati haki. Lakini sisi tumefikia mpaka kufika kwa waziri alipokuja Tanga tarehe 22 mwezi wa 4, sisi tukapeka kilio chetu kwa waziri. Waziri akakisikia kilio chetu. Badala kukisikia kilio chetu, waziri akamuita yule tajiri. Kumuita yule tajiri, akaambiwa ili eneo mlipataje? Akadai ameuziwa 2009. Umeuziwa na nani? Na ndugu Miraji Athumani Kitete. Tukamwambia mheshimiwa, sisi hatumfahamu. Akamwambia ili eneo ni la marehemu Kapela Mtumba toka mwaka 67. Anaishi hapa. Na watoto wake ndio kina Mwanaisha Kapela Mtumba ambao ndio hawa. Kwa hiyo wewe rudi kwa Miraji akuoneshe eneo lako. Akasema sawa. Akatoka hapo akamwambia afisa wa ardhi, kamishna na afisa wa ardhi, ninaomba ili eneo halijapimwa muwapimie hawa. Mkishawapimia muwatengenezee hati, muwakabidhi hati yao. Sawa. Mheshimiwa, kwa kweli kamishna alifanya ile kazi ya kupima na kutuita ofisini kwake kila mara. Mwisho wa siku akatukabidhi faili ile, akasema tupende ardhi, tukaenda ardhi, kufika ardhi akatupa dokumenti ya kulipia ambayo ndio hii hapa, ambayo tumelipia 586,086. Tulipolipia ikabidi sisi tuanze kufuatiliaji wa hati yetu. Sasa kuenda kufuatilia hati yetu, kufika kule ardhi wanatuambia nyinyi pale hamna eneo. Hatuna eneo kivipi? Waziri kaingilia mahakama. Sisi eneo hili ni la kwetu toka mwaka 67, baba yetu anaishi pale mpaka amefariki na sisi tuko pale. Lakini yule tajiri kwa sababu ya ubabe wake, sisi alituvunjia ile nyumba yetu, ilikuwa na maduka baba 16, aliharibu mali za fanya biashara, alivunja nyumba yote, alitutia umaskini baba. Sasa hivi tunabakia tunalima vibarua mikono kama hivi unavyotuona. Tunalima vibarua, hatuna hata pa kuishi. Badala hapo bwana huyu kuona sisi tunataka kukabidhiwa hati, akaenda mahakamani, akamshtaki waziri silaha. Kumshtaki waziri silaha, sisi tunafuatilia barua yetu, tupewe hati yetu. Tukaandika barua.
tunakumbushia hati yetu tuliolipia tarehe fulani hiyo. Badala ya hapo tulipofuatilia wakasema sisi hatuwezi kubipa hati. Waziri kashtakiwa na nani? Kashtakiwa na Salimu Suleiman Hamdu ambaye ni tajiri wa mabasi ya TANROADS. Ndio amemshtaki. Kwa hiyo sisi tena tunarudi tena sisi kupakulia tena mali yetu ambapo tukabishwa na waziri. Yeye ni eneo lake lile pale namba 1, sio namba 4. Ile ni namba 1. Sasa kinachotushangaza katika mimi kudai barua ya kuombea hati kudai, nimeshangaza nimepewa eneo waliokuwa wanalifanyia vipimo ni namba 4 kitalu 208, lakini commissioner anasema ile ni namba 1. Je, mheshimiwa, mimi nakuomba swala hili ulibebe, ulione. Nina usumbufu mpaka sasa hivi mahakamani, nimetoka mahakamani, nimekuja kukuvamia hapa, ninapigwa tarehe. Asante Mwanaisha. Kesi iko mahakamani sasa hivi. Ya huyo mheshimiwa waziri. Jeli Sila. Ya kwako wewe? Mimi sina kesi. Una kesi. Na hichi kiwanja ni namba 4 sio namba 1, kesi ya mahakamani ni namba 1. Kamishna wa ardhi yupo? Kamishna wa ardhi? Hati yangu hawataki na hati yetu. Kwa nini hawataki na hati yetu? Haya, banda la ardhi kule, nani afisa mwandamizi yuko kwenye lile banda? Naam. Haya, unalifahamu jambo hili? Nalifahamu mheshimiwa. Mwache tu mic ashike. Nitaomba afisa ardhi mwandamizi pale alitolee ufafanuzi kwa sababu. Wewe unalifahamu? Nalifahamu. Basi tueleze wewe. Na huyo mwandamizi aje naye. Haya, bwana unaitwa nani? Naitwa Gideon Benjamin. Gideon Benjamin. Ndio. Angalia kule. Hili jambo unalifahamu? Ndio mkuu. Lipoje? Kulikuwa kuna double allocation na double registration ya kiwanja namba 1 Ngamiana block 208 Ngamiani, na kiwanja namba kilitolewa kama namba 4. Weka mic karibu. Na kiwanja kilichotolewa kama namba 4 block 208 Ngamiani. Kiwanja namba 1 na kiwanja namba 4, ukienda kwenye site unasema sehemu moja. Kiwanja ambacho kimepimwa na unaweza kupata rekodi zake ni kiwanja namba 1 block namba 208 Ngamiani, ambacho mmiliki wake ni nani? Umiliki ulianzia mwaka 1952. Kilikuwa kwa mtu mmoja anaitwa Seviera. Alikuwa ni Mgiriki. Baada ya kutoka kwa Seviera kilifutwa miaka ya 77 78. Weka mic jirani bwana. Kilifutwa miaka ya 70. Kilifutwa miaka 70 kwa sababu kiliombewa ufutaji ili kuweze kufanywa redevelopment. Baada ya kufanywa redevelopment ndo akamilikishwa. Alimilikishwa Miraji, lakini kunafahamika kwa jina la mabasi ya wanaitaje? Sasa hebu nisaidie. Kulikuwa kuna mtu aliyemilikishwa. Hebu nisaidie. Nani alikuwa anaishi hapo? Alikuwa anaishi hapo, kulikuwa kuna nyumba ambayo alikuwa anaishi akina Kapera. Hiyo nyumba alijenga nani? Hiyo katika uchunguzi wetu tulishindwa kugundua nani amejenga nyumba. Kwa hiyo wewe umeiona nyumba afu ujui aliyojenga nani? Kwa rekodi zote ambazo tulienda kuulizia. Tuacha aliyojenga. Nani alikuwa anaishi kwenye nyumba hiyo? Mpaka mwisho walikuwa wanaishi Kapera. Alikuwa anaishi akina Kapera. Sasa kama kuna double allocation, sawa, nakubaliana na wewe kwamba kuna double allocation. Na kwenye double allocation hiyo kuna mmoja amejenga na kuishi. Nani mwenye haki? Kuna double allocation, nakubaliana na wewe. Kuna mmoja ameshajenga na anaishi.
Nani mwenye haki? Kwa mujibu wa maamuzi yote ya mahakama, mtu aliyepewa wa kwanza, yule aliyepewa wa kwanza huwa ndio mmiliki. Mtu aliyepewa wa pili huwa inatambulika kama miliki pandikizi. Kwa hiyo inakuwa pandikizi. Lakini kuna sehemu ambapo mahakama inaweza ikaamua kwa kuangalia uendelezaji. Hujajibu swali langu. Hujajibu swali langu. Kwa sababu double allocation mnatengeneza nyinyi watu wa ardhi. Ndio. Double allocation haishuki kutoka mbinguni. Nyinyi ndio mnaitekeleza. Mmoja ameshajenga, ameendeleza. Inakuwaje mnakwenda kumuondoa? Amuoni hiyo ni dhuluma? Sasa hapa kuna mambo mawili. Wananchi, naomba mnisikilize sana. Jambo la kwanza, kuna mtu ambaye alitengeneza double allocation. Hili la double allocation ninamkabidhi kamanda wa TAKUKURU. Yuko hapa? Kamanda wa TAKUKURU, ukiona double allocation ama ni rushwa ama ni matumizi mabaya ya mamlaka, na iko chini yako yote hiyo, naomba ulichukue hili, ufuatilie hiyo double allocation ameitengeneza nani. Huyo aliyotengeneza ni saizi yako, mchukue uambatane naye. Hili RPO yuko wapi? Regional Prosecution, sio wewe, kuna RPO mwingine. Regional Prosecution Officer yuko wapi? Ofisi ya DPP. Kuratibu upelelezi, na muda ukifika shirikiana na TAKUKURU wahusika wapande mahakamani. Hilo ni jambo la kwanza, double allocation. Jambo la pili, kesi hii iko mahakamani sasa. Kesi iko mahakamani. Kama ameshtakiwa waziri, maana yake mwanasheria mkuu wa serikali yumo. Tuna mwanasheria mkuu wa serikali hapa? Au ofisi ya Solicitor General mwakilishi? Njoo. Umetoka wapi? AG au SCG? AG. Tuna SCG hapa Tanga, sio? Sasa wewe utashirikiana na SCG. Kesi hiyo kama ameshtakiwa waziri, make ameshtakiwa serikali. Moja, nataka nipewe taarifa kesi hiyo inaendaje. Pili, nataka usimamizi thabiti wa kesi hiyo ili haki iweze kutendeka. Kwa hiyo dada yangu Mwanaisha, wewe ambatana na mwanasheria wa serikali huyo. Kuanzia sasa ambatana naye huyo. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri, namshukuru Rais wetu Mama Samia kutuletea watu kama hawa kutusaidia sisi wanyonge tusiokuwa na uwezo. Mimi ni mwanamke,
nimejifunga na nimejipambana mpaka Dodoma nimefika kutafuta haki ya baba yangu. Leo hii Mheshimiwa Waziri nitalala. Asante sana. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Mshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mshukuru Mheshimiwa Mama Samia. Ni mwaka wa 15 tunahangaika na mali ya baba yetu. Lakini leo hii Mama Samia, hakuna kama Mama Samia. Wewe ndio mama yetu unatujua sisi wanyonge. Asante sana mama. Mungu akupe baraka zote. Dr. Samia oye! Haya, walibakia watu wawili tu hapa. Kumbukeni, wengine tutawasikiliza huko ndege. Hapa walibakia wawili tu, wengine nitawafuata kwenye mabanda kule. Leo hapa tutasikiza wawili tu. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Ndege, umenisikia? Asalamu alaikum. Ndugu zangu niliosimama hapa kwa majina anaitwa Ali Omar Selemani. Nilikuwa naomba kwa Mheshimiwa Rais, tulitangaziwa kwamba namba za NIDA zinapatikana bure katika ukumbi huu. Lakini tumefika hapa, tutafika sehemu ya kwenda kuandikisha vyeti, tunaambiwa vyeti 20,000. Mheshimiwa, tunachokiomba hapa Wanatanga, tuomba mtusaidie kwa hili, kwa sababu sote tuliokuwepo hapa tunatamani tuwe na namba za NIDA, ila uchumi tuliokuwa na mfukoni unatupelekea tushindwe kuwa na namba za NIDA. Ni NIDA au cheti cha kuzaliwa? Cheti cha kuzaliwa ndio tuweze kupata namba ya NIDA. Haya, Kugesha, nimekuona hapa, jibu hoja yako. Asalamu alaikum. Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi, kampeni ya msaada wa Mama Samia tuliyoko hapa inatoa msaada wa ushauri na huduma nyingine. Lakini upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa kwa huduma zinazotolewa na RITA, ikiwamo vizazi, vifo, hata vya talaka, vinalipiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ulipaji wa hivi vyeti, hizo gharama za kupata vyeti ni kwa mujibu wa sheria, Mheshimiwa Waziri, na sheria haijabadilishwa. Kwa hiyo wakija hapo watapata ushauri na maelekezo jinsi ya kupata vyeti hivyo, lakini hatua ya mwisho vitalipiwa kwa sababu ndio mwongozo wa kisheria. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Waziri. Sasa naomba niongeze ufafanuzi. Vyeti vya kuzaliwa kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 5 vinatolewa bure. Mwaka 0 mpaka miaka 5 vinatolewa bure. Kwa nini? Kwa sababu Dr. Samia amelipia kwa ajili ya watoto. Ikizidi miaka 5, cheti cha kuzaliwa unakilipia. Kinalipiwa, ukienda kwenye banda la RITA pale utalipia na utapata hapa hapa. Huo ndio utaratibu. Msaada wa kisheria na ushauri wa kisheria ni bure. CCM oye! Haya, mtu wa mwisho kabisa kabla sijafunga hotuba yangu. Asante. Mimi kwa jina naitwa Beda Paulo Makasi. Natokea kijiji cha Bagamoyo, kata ya Kwafungo, tarafa ya Bwembwela, wilaya ya Muheza. Kero yetu sisi ni ardhi, hasa mashamba. Mimi ni mwakilishi wa watu kama 260 ambao tumelalamika malalamiko yetu. Tumeshaamua kwenda kufungua Mahakama Kuu kesi. Tumefika mpaka ofisi ya Katibu wa Waziri Mkuu Dodoma kwa ajili ya kuomba msaada, watusaidie. Eneo letu limeambiwa kuwa ni eneo ambalo linatakiwa liwe la wawekezaji, lakini kwa sababu sisi toka mwaka 2029
2019 Mheshimiwa Rais aliamua marehemu Magufuli kuwa eneo lile wapewe watu ambao tayari wamo mwenye shamba lile. Lilifutiwa hati toka 2017. Wakatuambia tulipie shilingi 20 kila eka ili shilingi 20,000 kwa ajili ya vipimo vya shamba lile. Sisi tulilipa vipimo hivyo. Lakini cha ajabu cha kusikitisha, ilipofika mwaka 2024 wamesema eneo lile ni la wawekezaji. Sasa sisi tunajiuliza, ni serikali ipi iliyetukabidhi tukalipia halmashauri, na hii ni serikali gani tena ambayo inasema sisi tuhame? Na cha kushangaza ni kwamba sasa hivi wamekuja wameletwa watu wanaitwa wawekezaji. Sisi tuna zaidi ya miaka 30 mle shamba. Manake unavyoniona mimi ndio umri wangu wa kukaa pale mahala. Sasa unashangaa wawekezaji wanatindua miti yetu ya michungwa, miembe bila hata kutulipa hata sentano ile ya jina. Yani hamna, yani wao wamesema sisi ni wavamizi. Sasa tuajiuliza, na maeneo yale asili yake sisi ni tumekuja manamba toka miaka hiyo. Kwa kwenda hatuna wala kwa kugeukia hatuna. Sasa tupo pale zaidi ya miaka 30. Sasa tunachoomba serikali tusaidie, maana tumefika mahakamani, tumemtafuta wakili kutoka Arusha. Wakili anahitaji hela. Sasa waliomo mule ni wazee vikongwe, hata 100 ukimwambia alipie kwa wakili hana. Maana haki ya msingi yeye sasa kwake inakuwa ni adhabu. Sasa tuliomba msaada wa kisheria kwa Mama Samia atusaidie, pamoja na waziri wetu umekuja kuwa utusaidie, manake sisi asili yetu ni manamba tuliokuja kwa ajili ya kukata mkonge. Sasa kwa kwenda hatuna, labda kama tukirudi Songea mtatuelekeza tuelekea kwa nani, manake hatuna ndugu. Haya, tumekusikiliza mzee. Songea si tuna ardhi nyingi sana, nitakukaribisha. Mheshimiwa DC Muheza hayupo, yuko likizo. Dasi Muheza hayupo. Haya, sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema hapa, baada ya leo kwenye ufunguzi huu, na sasa nataka niende kufungua rasmi, wataalamu wetu watakwenda kwenye wilaya zote, kwenye halmashauri zote. Kule tutatoa msaada wa kisheria kwa muda wa siku 10. Hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kwa kama swala hili liko Muheza, tutakwenda kuliongelea Muheza kuanzia kesho. Ndio maana nilikuwa namuuliza Mheshimiwa DC hapa. Sasa Esther, na timu gani inakwenda Muheza? Timu ya Muheza. Yaani mpaka nani anakwenda Muheza yupo. Haya, hiyo ndio kiongozi wa timu ya Muheza. Umemwona mzee wangu anaitwa Beda? Umesikia hadithi yake? Uko tayari kumpokea na kutekeleza maombi yake? Haya, mzee Beda, huyo ndio kiongozi wa timu ya Muheza. Wanasheria wa Muheza kesho mtakuwa naye, utampa maelezo yote. Ameletwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye! Wananchi oye! Sasa ndugu zangu, hiyo ilikuwa ni sehemu ya hotuba yangu. Na baada ya hotuba hiyo ambaye tumeifanya kwa maneno na kwa vitendo, natamka rasmi sasa msaada wa kisheria wa Mama Samia katika mkoa wa Tanga umezinduliwa rasmi. Nawashukuruni sana. Asante, naomba tupige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri.